utakuta labda wanaahidiwa kwenda kufanya kazi za ndani, mishahara mizuri, lakini kinachotokea kule ni kwamba wanaenda wananyanyaswa. Unaweza ukapiga namba 195 ukaeleza tukio limetendeka sehemu gani. Kuna mpango wa kuanzisha AI kwenye mfumo wa call center kunasa taarifa zozote zinazoashiria usafirishaji haramu wa binadamu. Hivi karibuni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania akiwa anazungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, wengi wakifahamu kama biashara haramu ya binadamu, Patrobas Katambi, waziri huyo wa Tanzania, alizungumza mambo kadhaa. Miongoni mwa kitu ambacho alikizungumza na kuibua mjadala ni serikali kuwaokoa waathirika 160 wa usafirishaji haramu wa binadamu na kuwakamata watuhumiwa 57 katika jitihada za kuimarisha mapambano hayo dhidi ya uhalifu huo. Sasa maswali yakawa ni mengi. Kwanza, ni aina gani ya uhalifu huu, lakini pia kwa Tanzania na kwa Afrika kwa sasa nini ambacho kinaendelea kwenye hii ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwenye kulizungumza hili nimepata bahati nzuri sana ya kuzungumza na afisa ustawi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwenye kitengo ambacho anashughulikia masuala haya ya usafirishaji haramu wa binadamu, Agustino Mwembe. Tutakuwa tukizungumza naye hapa kuweza kupata walau takwimu, lakini pia kufahamu kwa undani kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kudhibiti na kuangazia kwa kina kile ambacho kinatokea katika biashara hii ambayo imekuwa gumzo kwelikweli kwenye baadhi ya maeneo nchini Tanzania, lakini pia hata Afrika. Leo tunatazama Afrika inavyojenga mifumo imara ya kupambana na biashara ya binadamu au biashara haramu ya binadamu, lakini tukiangazia pia kwa hapa Tanzania hali ilivyo. Agustino, karibu sana kwenye mjadala wetu wa leo. Asante sana. Tumelizungumza hili na miongoni mwa kitu ambacho tunajiuliza kwa watu wengi sana, kwanza hiki ni nini? Ni uhalifu wa aina gani kwa mtu ambaye ndio kwanza anakutana nao leo? Usafirishaji haramu wa binadamu ni uhalifu wa kupangwa ambao ni unapangwa kabisa. Inamaanisha kwamba hii ni kile kitendo cha kumsafirisha mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine kwa lengo la kwenda kumtumikisha kwenye kazi ngumu ili ujipatie manufaa binafsi. Kwa namna moja ama nyingine ni ule utumwa mamboleo ambao tulizoea zamani. Kuna ule utumwa mababu zetu walizopita, lakini huu sasa ni utumwa mamboleo kwa kutokana na mbinu ambazo zinazotumika na kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tunauita utumwa mamboleo. Kwa kipindi hiki kwa Tanzania tunaweza, sababu nyinyi mmekuwa kwenye kitengo cha kuzuia na kupambana na uhalifu huu, hali ipoje kwa Tanzania na ni uhalifu wa aina gani ambao Tanzania kwa sasa kwenye eneo hilo unawatesa watu zaidi? Kwa upande wa Tanzania huu usafirishaji haramu wa binadamu umekuwa kwa kiasi kikubwa sana, na hii ni kutokana na wale wahalifu kutumia mbinu mbalimbali. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia yamesababisha kwamba uhalifu umeendelea kuwa kwa kiasi kikubwa sana, kiasi cha kwamba imefikia hatua sasa sisi kama Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu tumeweza sasa kushirikiana na mataifa mbalimbali na kutumia hii sheria ambayo ilianzishwa, sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, ambayo inatusaidia sasa. Na hii ni kutokana na mbinu ambazo wanatumia hawa wahalifu. Zamani zilikuwa ni mbinu, kadri siku zinavyoenda hawa watu wanavyozidi kubainika wanajaribu kutumia mbinu tofauti. Sasa haya maendeleo ya sayansi na teknolojia yamesababisha kutumia mbinu tofauti na kuwarubuni watu tofauti. Kwa mfano kwenye jamii sasa hivi utakuta mitandao ya kijamii wanatangaza ajira zenye mishahara mikubwa, wanaahidi nafasi za masomo au ufadhili nje ya nchi kwa malipo bila malipo yoyote. Yes, kwa sasa Tanzania ni makundi gani hasa ambayo yameathirika zaidi ama yanaguswa zaidi na uhalifu huu? Uhalifu huu kwa nchini Tanzania hasa ni wanawake na watoto. Wanawake wengi wanajikuta wanatumbukia kwenye hadha ya kusafirishwa kiharamu, na hii ni kutokana labda na kurubuniwa na maumbile yao pia. Kwamba kutokana na maumbile yao pia wanajikuta wanarubuniwa, wanahaidiwa labda kazi nzuri zenye mishahara mikubwa. Utakuta labda mazingira anayoishi pia ni changamoto. Wadada wengi wanatumbukia hasa kwenye nchi za falme za Kiarabu. Utakuta labda wanaahidiwa kwenda kufanya kazi za ndani, kazi zenye mishahara mizuri, lakini kinachotokea kule ni kwamba wanaenda wananyanyaswa, wanafanya kazi ngumu kupitiliza. Kwa hiyo yale manyanyaso ambayo wanapitia kule ni kadhia kubwa sana. Walichotegemea kukipata kule unakuta tofauti kabisa na wanachokiona kule au wanachokifanya. Kwa wengi wao wanapata shida mbalimbali. Wengine wanafikia tu wanapelekwa kwenye masoko haramu ya ngono.
biashara hii kwa mtu ambaye afahamu inavuka pia mipaka baina ya nchi na nchi. Wapo wanaotoka Tanzania kwenda mataifa mengine. Ushirikiano wa mataifa haya Tanzania, mataifa mengine majirani, kuhakikisha kwamba wanapambana kwa pamoja, kwa sababu ukizuia Tanzania, mtu anaweza akatumia mwanya huo pia kwenda nje ya nchi. Mnashirikiana vipi kupambana kwa pamoja kwenye hili? Ushirikiano ni mkubwa na ni mzuri tu. Kwa mfano tunashirikiana na hizi nchi za SADC, tunashirikiana na mataifa Mashariki ya Kati, kwenye nchi za Oman huko. Hizi nchi mara nyingi tunapokea taarifa za wahanga ambao wamepelekwa kule. Sasa tukipokea taarifa za wahanga ambao wametoka Tanzania kupelekwa kwenye hizi nchi, kwamba tunapata ushirikiano nao vizuri, namna ya kuweza kuwarudisha. Lakini pia tunabadilishana uzoefu na mafunzo hasa kwenye hizi nchi za SADC, lakini pia nchi za Asia, Thailand, Malaysia, tunashirikiana pamoja katika pia sambamba na kuokoa wahanga, lakini tunatoa mafunzo, tunabadilishana utaalamu namna ya kwenda kulidhibiti tatizo hili. Pamoja na jitihada zote hizi Agustino zinazofanyika, bado inaonekana kuna hiyo changamoto. Ukimsikiliza waziri juzi kwenye maadhimisho, anaweka wazi kwamba wapo wanaokamatwa, biashara bado inaendelea na usafirishaji bado upo. Unadhani ni changamoto hipi ambayo inafanya biashara hii bado kuendelea kuonekana? Nini ambacho hakitokei? Upande wa changamoto kubwa inasababisha biashara endelee kuendelea ni kukua kwa sayansi na teknolojia, maendeleo ya mitandao, lakini pia kuna swala la umaskini. Hili linachangia, bado linaendelea kuwa ni changamoto sana. Wengi wanaotumbukia unakuta kwamba kutokana na hali duni za maisha yao wanajikuta wanasafirishwa kiharamu. Lakini maendeleo ya sayansi na teknolojia ndio hivyo, anaweza akatuma au akaposti kwenye posti yake za Instagram au Facebook ya kutangaza kazi, lakini ile kazi ni bandia. Tunaita matangazo bandia yenye mishahara mikubwa. Ni hatua gani kwa wakati tunamaliza kabisa, hatua gani zinafanyika sasa kuweza kumaliza hili kwa namna moja ama nyingine? Kwa secretariat hii ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, tumeanzisha kituo cha kupokea taarifa. Yani wananchi wanaaswa kupiga namba 195 pale wanapoona kuna viashiria vyovyote vya usafirishaji haramu wa binadamu. Hii namba 195 inapatikana muda wote, kwamba unaweza ukapiga namba 195 ukaeleza tukio limetendeka sehemu gani au kuna mwanga yuko wapi. Kwa hiyo wataalamu wanaweza wakachukua hatua. Lakini sambamba na hilo kuna mpango wa kuanzisha AI kwenye mfumo wa call center. Hii call center kuna mfumo wa AI tuna mpango wa kuanzisha. Huu unatumikaje? Huu utatumika kunasa taarifa zozote kwenye mitandao zinazoashiria usafirishaji haramu wa binadamu, sababu na kuendelea kufanya doria za mara kwa mara kwenye hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii AI ambayo itakuwa inaunganika na mfumo wetu wa call center ambao namba 195 utasaidia kwenye ile mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, ambapo kama mtu atakuwa ametangaza tangazo lake kule, itaonekana hii tangazo ni batili, ina viashiria vya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo ni rahisi sana sisi kuligundua kwamba hili tangazo limewekwa kwenye mtandao wa kijamii ni fake. Kwa hiyo ni rahisi sisi kuliingilia kati. Kwa hiyo ni mikakati ambayo tunaweza tukaifanya. Kama Afrika kwa pamoja, mnashauri nini kinaweza kufanyika kwa mataifa haya ya Afrika ili mtu ashindwe kutoka Tanzania kwenda Kenya, kwenda Malawi, kwenda wapi, wote muwe kwenye lengo moja? Nachosisitizia mimi ni ushirikiano. Ushirikiano baina ya hizi nchi kwenye unapovuka mipaka. Kwamba pale ambapo linapotokea janga, nchi tofauti, hizi nchi za SADC na zile na nyingine za Afrika na zile tofauti, tushirikiana kwa pamoja, tukibadilishana ujuzi na utaalamu, itatusaidia sana kulikinga. Kwamba sio huyu anazuia mwenzake huku kwingine utakuta yuko fair, huyu anafanya. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja, wote tukiwa na kauli moja ya kwamba tunataka kupambana na hili swala la usafirishaji haramu wa binadamu, basi nadhani tutapiga hatua kubwa sana. Bwana Agustino, sisi tunakushukuru sana walau kwa kupata ufafanuzi kutoka kwenu, ambaye huyu nilikuwa nikizungumza naye. Kwa mtu ambaye amejiunga na sisi, ni Agustino Mwembe ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Bwana Agustino, tunakushukuru sana. Tunaamini pia jitihada zitaendelea, tutaendelea kuzungumza kuhusu mipango mbalimbali ambayo ameendelea nayo kupambana na uhalifu huu. Nakushukuru sana Mr. Exaudi Mtei.